Habari, karibu sana. Leo nataka nikufundishe hii sehemu ya kwanza kwenye hii series ya ChatGPT. Nataka nikufundishe maana ya artificial intelligence au akili bandia. Hiki ni kitu ambacho kinakuja faster sana na I hope tayari kimeanza kutishia kazi za watu wengi, kwa sababu huko duniani tayari kuna kazi ambazo watu wengi wameachishwa kazi kwa sababu ya AI. Sasa sio tishio kwa maana ya kwamba inaweza kawa ni ajira yako kama unajua kutumia. Na China mwezi wa 9 wataanza kufundisha artificial intelligence. Ni nchi chache sana ambazo zimeanza kufundisha. Nadhani China inaweza kawa ni nchi ya kwanza kuanza kufundisha artificial intelligence darasani. Tumeelewana mpaka hapo? So AI au akili bandia kwa jina jingine inaitwa artificial intelligence ni moja ya maarifa ambayo yanahitajika sana sasa hivi. Unaweza ukadharau sasa hivi, lakini after 10 years utajikuta kazi zako nyingi ambazo ulikuwa unazifanya zinachukuliwa na watu wengine kwa sababu haujui AI. Utaulizwa, unajua kuhusu akili bandia? Haujui, wanakuweka pembeni. Kwa sababu gani? AI ina uwezo wa kufanya kazi kubwa kwa muda mfupi. Umenielewa? Yes, yani badala ya kuandika essay ya dalili za malaria au kutafuta majibu, mimi nitumia akili zangu na uwezo wa kuingia kwenye AI nikaiuliza na ikaniletea majibu. Kama nahitaji namna ya kujua kupika chapati, naweza kanielekeza. Umenielewa mpaka hapo? Badala ya kupiga simu sehemu. So artificial intelligence ni mfumo wa kompyuta au ni teknolojia ya kompyuta ambayo inajaribu kufanya kazi kama mwanadamu. Na the more easy AI zinatengenezwa, the more zinazidi ku-advance. Kwa mfano AI ambayo tutakufundisha kwenye hii series inaitwa ChatGPT. Sasa kuna AIs nyingi, lakini ChatGPT ni AI chatbot. Ilivyokuwa inaanza ilikuwa ya ajabu sana. Kuna maswali ilikuwa haiwezi kujibu. Lakini mtu unavyozidi kwenda inazidi kuwa imara. Maana yake nini? Sasa hivi haijamaliza hata miaka 10. Maana yake hizi AI muda unavyozidi kwenda zinazidi kuwa na nguvu, zinazidi kufanya kazi zaidi kwa sababu huwa zinafundishwa, ni ma robot, ni mabots. Kwa hiyo yanaelekezwa. The more ina collect data, the more linakuwa na taarifa nyingi zaidi. Si kama unanielewa? Kwa hiyo kama unanisikia sasa hivi, hii course lazima ni vyema uisikilize. Na wengine ni watoto wa Mungu ambao wamejisahau kabisa. Kuna vitu hautavikwepa my friend. Aleza sasa utaharibu kazi tu. Umenielewa? Yes. Sasa naweza kwa sababu kwenye hii video nataka tu nikupe maana ya artificial intelligence. Video ya pili nitakuonyesha pia namna ya kufanyaje kufungua. Sasa hapa nataka nikuonyeshe kitu ili uelewe. Naweza nikaiuliza hii ni AI pia ni akili bandia ambayo ni ya Microsoft, inaitwa Copilot, okay? Nitaiuliza akili bandia ni nini? Nitakuelekeza namna ya kuingia, kufungua account na kila kitu. Namna ya kuanza kuifanyia kazi. Vitu gani unaweza kuvifanya? I'm telling you ni vitu vingi sana. So inatuambia akili bandia au kwa Kiingereza artificial intelligence ni teknolojia ambayo inaruhusu mashine au mifumo au program kufanya kazi ambazo kwa kawaida zingehitaji akili ya kibinadamu. Kwa zenyewe ndio maana zinaitwa akili bandia. Maana yake ni akili. Maana yake unaiuliza swali inafanya. Okay? So that's why watu wengi watakosa kazi. Kwa sababu gani? Kazi ambazo zitakuwa zifanywe na watu 20 inaweza kufanya akili bandia moja. Sasa lazima uweze kuijua, kuitumia, kwa sababu akili bandia haijiendeshi yenyewe. Lazima kuwe na mtu ambaye ataajiriwa. Sasa unaelewa kuhusu akili bandia. Ndio maana ni muhimu sana ukajifunza kwenye hii video, kwenye hii series. Hizi zinaweza kujumuisha mambo kama kujifunza, yani machine learning, kufanya maamuzi, kutambua sauti na picha, kuelewa lugha ya kawaida, okay? Na kutatua matatizo. Okay, kwa mfano akili bandia hutumika kwenye program zinazotambua sura za watu. Roboti zinaweza kujifunza kutoka kwa mazingira yao, na hata kwenye huduma kama mimi hapa, msaada wa kimitambo, kuongea na watu na kujibu maswali. Okay. Maana yake ni hivi. Demo mfano huyu Copilot anaulizwa maswali, anajibu, anaelekezwa, ndivyo anavyojifunza. Ni sawa na robot. Marobot yale unayoona yale kama watu yale huwa yako trained, wanayaingizia taarifa kwamba mtu akisema hivi mjibu hivi, akisema hivi mjibu hivi. Ndivyo ambavyo sasa hii AI ambayo ni kama hii
inajifunza yenyewe. Umenielewa? Kwa mfano hapa nina uwezo wa kuiuliza swali na ikanijibu kama mwanadamu. Kwa mfano dalili 10 za malaria. Sasa upaswa kuandika hivi, lakini ukiandika labda andika, ndio andika essay inayohusu dalili 10 za malaria. Yenyewe hii bot, hii AI akili bandia itakuandikia. Umeona? Namba 1 ni hiyo. Okay, namba 2 ni hiyo. Na itaendelea kukutajia. Maana yake lazima uelewe kwamba inafanya kazi kama mwanadamu. Ndicho ambacho nataka nikwambie. Okay, naweza kukuletea na hitimisho. Maana yake hii kitu unaweza ukaiprint, ukaicopy, ukaenda kupaste kwenye Microsoft, ukaprint. Nitakuonyesha pia namna unaweza kutengeneza pesa. Okay, so kama ni mtu ambaye unafanya kazi stationary kwa mfano, ni very easy, inakurahisishia sana. Utakuwa unafanya kazi nyingi ndani ya muda mfupi. So inategemea na wewe unataka kuuliza nini. Unaweza kuuliza chochote. Unaweza kaiambia pengine niandikie bajeti ya mshahara wa 800,000. Okay? Yenyewe itafanya hiyo kazi. Sisi tunaelewana mpaka hapa. Kwa kwenye lazima ujue hii ndo maana ya nini artificial intelligence. Sasa sio tu kama chatbot, sio tu kuandika hivi ambavyo inaandika kama unavyoona. No. Unaweza kuona ilivyopanga. Na unaweza kuirekebisha sehemu ukiona labda imezidisha asilimia etc. Hii ni mfano wa chatbot. Akili bandia ambayo ni chatbot. Okay? Hii unaiuliza maswali na kujibu. Lakini kuna zingine unaicommand kama kwenye ChatGPT utaona kuna sehemu tutacommand tuletee picha ya muonekano fulani. Badala ya kwenda Google kusumbua kutafuta picha ambazo kila mtu anashare, unaenda kujichukulia picha ambayo haijawahi kuonekana. Picha nyingi ambazo mnaziona sasa hivi zina muonekano mzuri, quality, zile zote zinatengenezwa na akili bandia AI. Kuna AI yanaitwa free pick. Okay? Picha kali kabisa anakutolea. Kama unahitaji kutengeneza presentation, unaweza kutumia Gamma. AI zipo nyingi na sasa hivi zinaweza zikafanya karibu kila kitu. Umeelewa mpaka hapo? You can create a video from your picture. Yaani kutoka kwenye picha yako katengeneza video. Okay, so hii ni sehemu ya kwanza ambayo I hope utakuwa umejifunza kitu kikubwa sana. Maana ya artificial intelligence. Na hii inalipishwa gharama kubwa sana sasa hivi. Watu wanalipia kwa sababu bado ni mpya. Mimi nimekuwekea hapa kama upendo, lakini kuna maeneo ambayo you will have to pay. Also nina course hii full kwa sababu hii ni basics pia. Pengine ukielewa inaweza kukuvutia zaidi kujifunza zaidi.